Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama inayosomwa na kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa tarehe 14 Oktoba mwaka 2025 mkoani Mbeya. Mheshimiwa Rais, awali ya yote naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na utukufu kwa kunijalia mimi pamoja na wakimbiza Mwenge wa Uhuru wenzangu tukiwa na afya njema na kutuwezesha kukamilisha mbio hizi toka tulipokabidhiwa Mwenge wa Uhuru na Mheshimiwa Dr. Philips Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mnamo tarehe 2 Aprili 2025 mkoani Pwani, hadi tunapokabidhi kwako leo tarehe 14 mwaka 2025 Oktoba, ikiwa ni ishara ya kuhitimisha jukumu hili la kitaifa tulilokabidhiwa kwa mwaka 2025. Mheshimiwa Rais, sisi wakimbiza Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2025 tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kutuamini na kutupa dhamana hii kubwa ya kukimbiza Mwenge wa Uhuru. Tumeitumia dhamana hii kubwa kulitumikia taifa kwa moyo uliothabiti. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, na kuomba uniruhusu niwashukuru na kuwapongeza waheshimiwa wakuu wa mikoa, makatibu tawala wa mikoa, wakuu wa wilaya, makatibu tawala wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama na watumishi wote, waheshimiwa wabunge wastaafu, waheshimiwa wawakilishi wastaafu, wenyeviti wa halmashauri, viongozi wa vyama vya siasa, viongozi wa dini, pamoja na viongozi wa kimila kwa maana ya machifu, wakuu wa taasisi za umma ikiwemo TAKUKURU, ZAECA, RUWASA, TARURA, TANESCO na asasi za kiraia, wakufunzi wetu wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, waratibu wa Mwenge wa Uhuru ngazi ya mikoa na ngazi ya wilaya, waandishi wa habari na wananchi wote ambao Mwenge wa Uhuru uliweza kupita katika maeneo yao, kwa kazi kubwa la kulijenga taifa na kwa ushirikiano adhimu waliotupatia wakati tunatekeleza jukumu hili na kuukimbiza Mwenge wa Uhuru, kutoa ujumbe wa Mwenge wa Uhuru na kuhamasisha wananchi kuendeleza amani, umoja na mshikamano wa kitaifa kwa siku 195. Tunawashukuru sana viongozi na wananchi hao kwa ushirikiano mkubwa wa kizalendo walioufanya, hivyo kurahisisha na kutuwezesha kuweza kukamilisha mbio hizi kwa mafanikio makubwa, na asanteni sana. Mheshimiwa Rais, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ipo salama na ipo imara. Watanzania wapo salama na wanafanya kazi kwa amani na utulivu. Mipaka ya nchi yetu ipo salama na vyombo vya ulinzi na usalama vipo imara. Pale inapojitokeza dalili za uvunjifu wa amani, vyombo hivyo huchukua hatua stahiki kuhakikisha tunu hii muhimu inaendelea kulindwa kwa maslahi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, wananchi kupitia risala za utii ambazo nitakukabidhi mara tu baada ya kusoma taarifa hii, wanakupongeza wewe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kazi kubwa mnazozifanya katika kulijenga taifa, hasa katika ujenzi wa miradi ya kimkakati na sekta za kipaumbele. Mwenge wa Uhuru kila ulipopita walitutuma kufikisha salamu kwako kutokana na miradi mingi ya kimaendeleo iliyotekelezwa na inayoendelea kutekelezwa, ambayo imeendelea kuboresha huduma za jamii na kutatua kero zinazowakabili wananchi, ikiwemo uboreshaji wa sekta ya elimu, afya, maji, umeme, barabara, uimarishaji wa sekta ya kilimo, mifugo, uvuvi, madini na utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Aidha, wananchi wa Zanzibar wanakushukuru wewe Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuendelea kuijenga Zanzibar kupitia uchumi wa buluu na utalii unaendana sambamba na uboreshaji wa huduma za jamii. Mheshimiwa Rais,
Wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kauli zao wamewashukuru kwa kazi hizo kubwa zinazojenga uchumi wa taifa na utu wa Mtanzania. Wanafunzi nchini wanasoma bure hadi kidato cha 6, wanapata maji safi na salama. Huduma za elimu zimesogezwa karibu na wananchi na kujengwa miundombinu ya kisasa inayowafanya vijana wa Kitanzania kupata elimu katika mazingira yaliyo bora. Pamoja na walimu na watumishi wengine wanafanya kazi katika mazingira yaliyo bora. Wananchi wanapata huduma bora za afya, ikiwemo upatikanaji wa huduma za kibingwa za katika mikoa, halmashauri na tarafa za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wananchi wanapata dawa na huduma bora za kitabibu na huduma bora za mama na mtoto. Mheshimiwa, Watanzania wanakushukuru upendo na kujali utu wa wanawake nchini. Kina mama oye! Aidha, usafiri na usafirishaji umeimarishwa nchini, ikiwemo njia za barabara, reli ya SGR, usafiri wa majini na usafiri wa ndege. Umesaidia wananchi kusafiri na kusafirisha malighafi na bidhaa ndani na nje ya nchi yetu. Mheshimiwa Rais, huduma hizi zimeimarisha uchumi wa Mtanzania mmoja mmoja na uchumi wa nchi kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, kupitia risala za utizi zilizowasilishwa kwako Oktoba 14 mwaka 2024 pale mkoani Mwanza, wananchi wa mikoa mbalimbali walikuomba kuendelea kuboresha huduma za maji safi na salama, kuboresha sekta ya elimu na sekta ya mifugo na barabara. Mheshimiwa Rais, Mwenge wa Uhuru umeshuhudia utekelezaji wa maombi hayo kwa vitendo na kwa ufanisi ulio bora katika kupitia mamlaka maalum ambazo umezipa dhamana kuweza kutekeleza majukumu hayo. Mheshimiwa Rais, wananchi wanakushukuru kuongeza bajeti ya serikali ya mwaka 2025 hadi mwaka 2026 ambapo jumla ya shilingi za Tanzania trilioni 56.49 zimetengwa kutekeleza bajeti hiyo, sawa na ongezeko la takriban 12.3 ya bajeti ya mwaka 2024 mwaka 2025. Mwenge wa Uhuru oye! Mheshimiwa Rais, wananchi wana matumaini makubwa kuwa bajeti hii itaenda kutatua kero na kuongeza ubora wa huduma za jamii pamoja na kukuza uchumi wa taifa letu. Aidha, wakulima wanakushukuru kwa kuendelea kutoa ruzuku ya mbolea na mbegu inayosaidia kuongeza uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara. Wafugaji wanakushukuru kwa huduma ya chanjo na huduma ya veterinari ambazo zimesaidia kukuza vifo vya wanyama, kulinda mapato ya wafugaji na kusaidia kupata soko la mazao ya wanyama ndani na nje ya nchi yetu. Mheshimiwa Rais, wakulima wanasubiri kwa hamu ukamilishaji wa skimu za umwagiliaji zilizoanzishwa na kuendelezwa katika mikoa yote nchini na mpango wako wa kukodisha mitambo na zana za kilimo ambayo itasaidia wakulima kupata zana hizo kwa gharama nafuu, tofauti na awali ambapo walitumia fedha nyingi katika ukodishaji na kutoa wamiliki binafsi na zana hizo huduma hiyo kwa kuchelewa. Mheshimiwa Rais, wananchi wanakushukuru kwa kutoa mitambo ya kuchimbia visima katika mikoa yote ambayo imesaidia upatikanaji wa maji safi na salama mjini na vijijini nchini. Wananchi wanakuomba Mheshimiwa Rais kuongeza mitambo ya kuchimbia visima vya maji katika mikoa, na ikikupendeza uelekeze mamlaka ya maji RUWASA kutoa huduma hiyo ya uchimbaji wa visima kwa gharama nafuu kwa wananchi wenye uhitaji, kwani itasaidia sana upatikanaji wa maji safi na salama hasa vijijini. Mheshimiwa Rais, mnamo mwezi Mei mwaka huu 2025 ukiwa mkoani Singida uliongeza kima cha chini cha mshahara kwa 35.1% kwa watumishi wa umma nchini. Ongezeko hilo limeboresha ustawi wa wafanyakazi na kuongeza ari ya kufanya kazi kwa watumishi wa umma nchini, iliyopelekea wananchi kupata huduma bora
kutoka kwa watumishi wa umma. Watumishi wa umma wanakushukuru sana kwa kuongeza mshahara. Mwenge wa Uhuru oye! Mheshimiwa Rais, vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Mwenge wa Uhuru wa mwaka 2025 ulipita na kukagua miradi ya vijana walionufaika na mikopo ya 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri. Vijana wanakushukuru kwa kurejesha mikopo, kwani imesaidia kupata mitaji ya kuanzisha na kuendeleza biashara. Aidha, vijana wanakushukuru kwa kuanzisha shule za amali nchini na kujenga uendelezaji vyuo vya VETA nchini. Uanzishaji wa vyuo na shule utasaidia vijana kupata ujuzi mbalimbali na kujiajiri kupitia ujuzi mbalimbali, ikiwemo kutumia sayansi na teknolojia katika kutafuta utengenezaji wa bidhaa na kutafuta masoko bidhaa na malighafi. Vijana wanakuomba Mheshimiwa Rais, kuwe na mpango maalum nchini wa kukopesha vifaa na mitambo ya uzalishaji bidhaa na mitambo ya kilimo na ufugaji itakayosaidia kuanzisha viwanda vidogo vidogo na kutumia ujuzi waliopata kutoka VETA na programu za ukuzaji ujuzi unaofadhiliwa na Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira, Vijana na Watu wenye Ulemavu. Mheshimiwa Ridhiwani oye! Tunaomba ikikupendeza, maafisa vijana wa mikoa, halmashauri nchini wajengewe uwezo kutekeleza majukumu yao. Hii itasaidia kubuni, kutekeleza na kusimamia majukumu kwa ufanisi katika kuliongoza kundi hili muhimu kwa ujenzi wa taifa letu na kuimarisha malezi na makuzi ya vijana. Mheshimiwa Rais, kama alivyokueleza Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, ajenda ya Mwenge wa Uhuru mwaka huu 2025 ilihusu kuhamasisha wananchi kushiriki zoezi la uchaguzi mkuu, ikiwa ni takwa la kikatiba na kidemokrasia. Chini ya kauli mbiu jitokeza kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Mheshimiwa Rais, napenda kukutaarifu kuwa kwa siku 195 kuanzia tarehe 2 Aprili 25 hadi jana tarehe 13 Oktoba mwaka 2025, Mwenge wa Uhuru umehamasisha wananchi kushiriki kikamilifu katika uchaguzi, katika zoezi lililofanyika la kujiandikisha kupiga kura, uboreshaji wa taarifa za mpiga kura, kugombea nafasi mbalimbali za uongozi kupitia vyama vyao vya siasa kwa wale wenye sifa, kushiriki katika kampeni za uchaguzi na kushiriki kikamilifu kupiga kura kwa amani na utulivu. Mheshimiwa Rais, wananchi wamehamasika na kuelewa umuhimu wa kutekeleza jukumu la kikatiba na kidemokrasia. Wameahidi kushiriki katika kampeni na kushiriki kupiga kura tarehe 29 Oktoba 2025 kama ilivyopangwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya INEC pamoja na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC. Msisitizo mkubwa katika Mwenge wa Uhuru uliweka katika kulinda amani, umoja na mshikamano wa kitaifa kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi kumalizika. Wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wapo tayari kushiriki kikamilifu kupiga kura kwa amani na utulivu. Mheshimiwa Rais, pamoja na ujumbe mkuu, Mwenge wa Uhuru umetoa elimu ya kuendeleza mapambano dhidi ya rushwa, mapambano dhidi ya VVU ukimwi, mapambano dhidi ya malaria, mapambano dhidi ya dawa za kulevya, elimu juu ya lishe. Msisitizo mkubwa ulikuwa ni kutoa elimu ya kuzuia na kupambana na rushwa katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Mheshimiwa Rais, pamoja na msisitizo huo, Mwenge wa Uhuru ulisisitiza masuala mtambuka kupitia makongamano ya vijana na mikutano ya hadhara katika makesha na maeneo yaliyopita Mwenge wa Uhuru nchini, ikiwemo kuzuia ukatili wa kijinsia, kudumisha amani na utulivu nchini, kutunza mali za umma, kuhimiza wananchi kufanya kazi na kutumia fursa zilizotolewa na serikali, hususan upatikanaji wa umeme, miundombinu ya barabara, reli na SGR,
ndege kusafirisha bidhaa na malighafi ndani na nje ya nchi. Tumehimiza kulinda rasilimali za nchi ikiwemo hifadhi za wanyama, misitu, madini na vyanzo vya maji vilivyopo nchini, utunzaji wa mazingira, kulinda utamaduni wa nchi yetu, kuimarisha malezi na makuzi kwa watoto na vijana. Mheshimiwa Rais, katika kuunga mkono jitihada zako za kuhimiza na kuhamasisha wananchi katika matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini, Mwenge wa Uhuru umetembelea miradi ya matumizi ya nishati safi kwa maana ya gesi na nishati safi mbadala na kugawa mitungi ya gesi ya kupikia yenye thamani ya shilingi bilioni 24.04. Serikali ambapo nchini matumizi ya nishati safi yamesaidia utunzaji wa mazingira na kuimarisha afya za Watanzania. Na hii imetokana na jitihada zako madhubuti ambazo umeziweka katika taasisi na jamii juu ya mwendelezo wa kampeni ulioizindua rasmi na kuifanya Tanzania kuwa ni miongoni mwa nchi ambazo zinafanya vizuri duniani kwa uhamasishaji mzuri wa matumizi ya nishati safi ya kupikia. Tunakupongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kuwa kinara kwa kuhamasisha matumizi ya nishati safi kote duniani. Dr. Samia oye! Samia safi! Mheshimiwa Rais, kama alivyokueleza Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Mwenge wa Uhuru kwa mwaka 2025 umekimbizwa jumla ya kilomita 25,717.6 na kuweka mawe ya msingi, kufungua, kuzindua na kukagua jumla ya miradi 1,382 yenye thamani ya shilingi trilioni 2.87. Dr. Samia oye! Kwa mwaka 2025 Mwenge wa Uhuru uliridhia miradi yote na hakuna mradi uliokataliwa na Mwenge wa Uhuru. Dr. Samia oye! Aidha, Mwenge wa Uhuru ulitoa maelekezo maksusi kwa waheshimiwa wakuu wa mikoa, waheshimiwa wakuu wa wilaya, wakurugenzi na wakuu wa taasisi kwa baadhi ya miradi iliyobainika na kasoro kadhaa, kufanya marekebisho na kutuma taarifa katika ofisi ya Rais TAMISEMI, ofisi ya Rais Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu. Mheshimiwa Rais, nitumie tena fursa hii kuwapongeza wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi wakisimamiwa na chama tawala CCM kwa usimamizi mzuri wa miradi iliyokisi thamani ya fedha zilizotolewa na serikali ya awamu ya 6. Mheshimiwa Rais, nikuombe ikikupendeza uwahimize waheshimiwa mawaziri, wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kuhimiza wananchi kulipa kodi kwa maendeleo ya taifa letu, kwani ndiyo msingi wa maendeleo ndani ya Tanzania. Mheshimiwa Rais, mwaka 2025 Mwenge wa Uhuru umekagua kwa kutumia vifaa maalumu miradi mbalimbali kwa vifaa vya kisayansi katika ukaguzi wa miradi ya ujenzi kwa lengo la kubaini ubora wa ujenzi wa miradi hiyo, kama kati kinachotumia kupimia ubora wa barabara za lami, rebound hammer kinachotumia kupima ubora wa zege na non-resistive rebound scanner. Kifaa hiki kinaweza kubaini uwepo wa nondo, idadi, ubora wake bila ya kuvunja ama kuharibu jengo. Mheshimiwa Rais, ikikupendeza kila mkoa uwe na vifaa hivyo ili kurahisisha ukaguzi wa ubora wa miradi hiyo wakati wa utekelezaji na baada ya kukamilika kwa miradi hiyo. Hii itasaidia kuongeza uwajibikaji wa wakandarasi na mafundi wanaojenga madaraja na barabara za serikali, pamoja na kuwasaidia wahandisi wa mikoa na halmashauri katika ukaguzi wa miradi iliyopo katika maeneo yao. Mheshimiwa Rais, katika kuunga mkono jitihada za uboreshaji wa miundombinu nchini, Mwenge wa Uhuru ulikagua miradi ya maendeleo iliyotekelezwa
kupitia mapato ya ndani ya halmashauri, ambapo jumla ya miradi 282 ilikaguliwa na kuwekewa mawe ya msingi na kufunguliwa yenye thamani ya shilingi bilioni 46.3. Mheshimiwa Rais, ikikupendeza uzielekeza halmashauri zote nchini kutumia fursa za mapato ya ndani katika kuboresha huduma za jamii, ikiwemo ujenzi wa zahanati, vituo vya afya, barabara, maji safi na salama na uboreshaji wa sekta ya elimu. Mwenge wa Uhuru wa mwaka 2025 umeshauri halmashauri hizo kujikita katika kuboresha kuimarisha huduma za jamii kwa wananchi. Aidha, zipo taasisi nchini ambazo zinazuia miradi yao isikaguliwe na Mwenge wa Uhuru kwa kisingizio cha kuwekwa kwa ajili ya viongozi wakuu kuizindua pindi wanapofanya ziara katika mikoa yao. Waheshimiwa wakuu wa mikoa na wa wilaya wanaomba miradi yote inayotekelezwa na fedha za serikali nchini iruhusiwe kutembelewa na Mwenge wa Uhuru, ikiwemo miradi ya wakala wa barabara nchini kwa maana ya TANROADS. Mheshimiwa Rais, kutokana na ujenzi wa miundombinu uliofanywa na serikali ya awamu ya 6, taasisi na halmashauri wameacha miundombinu ya zamani bila kukarabati na kuacha miundombinu hiyo ikiharibika na kusababisha hasara kwa serikali. Mwenge wa Uhuru ulitoa maelekezo kwa wakurugenzi wa halmashauri kukarabati miundombinu ya zamani kwa kutumia mapato ya ndani ili majengo hayo yaendelee kutumika kwa kutoa huduma bora kama ilivyokusudiwa. Mheshimiwa Rais, ninaomba sasa kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, Mheshimiwa Rais, nikukabidhi kitabu chenye majumuisho ya risala za utii za wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwisho, wa Tanzania wanakushukuru kwa jitihada na juhudi kubwa unazozifanya katika kuiletea maendeleo nchi yetu. Watanzania na sisi wakimbiza Mwenge wa Uhuru kitaifa tunakuombea dua na afya njema wewe na viongozi wote nchini. Aidha, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi tunawatakia kila la heri na baraka katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 utakaofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu 2025. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Mwenge wa Uhuru oye! Dr. Samia oye! Vijana oye! Viva vijana, viva! Vijana vijana ra! Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, baada ya kusoma taarifa hiyo, sasa mkimbiza Mwenge anakuja kukabidhi, na baada ya kukabidhi nitaomba uridhie kidogo tupate burudani wakati sasa tunajiandaa kumkaribisha Mheshimiwa Waziri Mkuu ili aendelee na itifaki inayofuata. Mheshimiwa Makamu wa Rais, sasa namkaribisha mkimbiza kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025. Tuinuke wote tafadhali wakati kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru akienda jukwaa kuu kumkabidhi Mheshimiwa mgeni rasmi risala ambayo imebeba salamu za utii za Tanzania. Na wakati huo huo wale wa utenzi mjiandae kuja kutoa burudani ama ujumbe mliouandaa. Kwaya ya taarab kutoka Zanzibar pia, Zanzibar One Taarab. Baada ya hapo Rayvanny mjiandae, na tafadhali dakika tatu kwa kila mtu na kwa kila kikundi, tujitahidi sana. Asante. Asante. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa tayari amemaliza
ratiba ya kumkabidhi Mheshimiwa mgeni rasmi. Sasa naomba tuketi. Mwenge wa Uhuru hoye! Mbeya hoye! Tupo tayari kwa burudani sasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba sasa niwaalike wasoma utenzi ambao wameandaliwa kwa ajili ya kutoa ujumbe maalum. Amina Mohamed Hamis pamoja na Mayasa Makame Said, karibu sana. Tuna dakika 3 tafadhali. Na anaenda kutoa heshima ya mwisho kwa viongozi jukwaa kuu pale, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa pamoja na wenzake. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa anaungana na wenzake ambapo watatoa heshima za mwisho, ambapo baada ya hapo wataenda kuketi eneo lililoandaliwa. Kiukakamavu namna hiyo, mwendo wa mnyakuo, wakionekana kwamba wako timamu kweli kweli, pamoja na siku 195 walizowatumia. Tuwapigie makofi mengi sana tafadhali. Kazi walioifanya haikuwa ndogo hata kidogo. Siku 195 kuitembea Tanzania nzima, mikoa yote 31, sio mchezo. Hapo ndo wametoa heshima ya mwisho kwa viongozi, na sasa wanaondoka kuelekea eneo ambalo wameandaliwa kwa ajili ya kuketi. Asante sana. Na sasa Mheshimiwa mgeni rasmi na viongozi wote, nikaribishe burudani kama nilivyosema.